2026 tulisema is the year of victory, is the year of victory, na tutakuwa na maana kama ile. Kwa hivyo ni mwaka wetu wa ushindi. Kwa hivyo ni ya kwamba tukiwa katika mwaka wetu wa ushindi, ni lazima tujue ya kwamba kuna mambo yale tutapambana nao ili tukaweze kuwa washindi. Na wakati tulikuwa tunaongea hivyo, our theme of the year inatoka katika kitabu chetu cha Warumi, in the book of Romans chapter 8 verse 37, na itakuwa mara mbili, na another book of Joshua chapter 1 verse 9. Lakini tunaona pale inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kiingereza Mwangi inasema hivi, Nay, in all these things we are more than conquerors through him that who loves us. Sisi ni zaidi ya washindi kwa yule aliyetupenda. Na tukaona ya kwamba Yesu Kristo mwenyewe ndiye alitupenda. Kwa hivyo hatuwezi tukaweza kushinda bila kuwa na Kristo ndani ya maisha yetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni ya kwamba mwaka huu tujue ya kwamba tutaweza kushinda. Lakini pamoja na kushinda kwetu, tunajua ya kwamba Kristo Yesu mwenyewe ako pamoja nasi. Na kwa hivyo tutaweza kushinda kupitia kwa yeye atutiae nguvu. Praise the name of the Lord. Hebu enda mstari huko hapo chini, msawati wa 38 inasema, kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuja wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kunitenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo sisi tutakuwa zaidi ya washindi, na hakuna mambo, either ni mauti, either ni magonjwa, either ni nini, kitaweza kututenganisha na upendo wa Mungu Baba kupitia kwa Kristo Yesu aliye Bwana wetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka kuwahimiza ndugu zangu na dada zangu, tusiwe na uoga, tusiwe na wasiwasi, kwa sababu Mungu ako pamoja nasi. Na yale yalikushinda mwaka uliopita, hiyo tusahau, maana tayari mwaka umeisha na mambo yamepita. Tuko katika mwaka mpya. Mungu ako tayari kutupatia ushindi. Praise the name of the Lord. Ako tayari kutupatia ushindi. Na nikasema tukisoma in the book of Joshua chapter 1 na mstari wake wa 5, pale mwanzo tunaona ya kwamba ni wakati Musa aliweza kukufa, naye Mungu akamwambia Joshua ya kwamba mtumishi wangu Musa tayari amekufa, lakini sasa wewe nitakushika na utaweza kuwaongoza hawa wana wa Israeli mpaka wakaweza kuingia kuirithi nchi niliyowaambia baba zenu, na nilikuwa nimemwambia Musa ya kwamba atawafikisha hawa watu. Lakini mstari wa 5 akawaambia Joshua, hakuna mtu yeyote atakayeweza kukushinda, atakayeweza kushindana na wewe siku zote za maisha yako. Kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakuacha wala sitakupungukia. Praise the name of the Lord. Mungu akamwambia Joshua, maana Musa alikufa na Joshua alikuwa ameona ya kwamba Musa alikuwa shujaa na Mungu alikuwa anatembea pamoja na yeye.
na tukaona ya kwamba Mungu akaweza kumhakikishia Joshua atakuwa pamoja na yeye. Praise the name of the Lord. Maana alikuwa anajua ya kwamba kuvuka na kuenda kuteka nchi ya Canaan iwe ni nchi yao, kutakuwa na kibarua kikubwa, kutakuwa na vita itapiganwa, kutakuwa na mambo mengi, kutakuwa na mauaji mahali pale. Lakini Mungu akamhakikishia Joshua, akamwambia ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Praise the name of the Lord. Amen. Na hivyo ndivyo mwaka huu nataka ndugu yangu na dada yangu ukaweze kushika lile neno ya kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza kukushinda. No anybody. Na nilisema litawezekana kwa sababu ya kuamini, si kwa sababu ya kusikia. Kusikia, kuna mtu anasikia mzee lakini haamini. Praise the name of the Lord. Lakini anayesikia neno la Mungu na analiamini na anaamini ya kwamba mimi Mungu atakuwa pamoja nami, na kama alivyomwahidi Joshua, siku ya leo haongei na Joshua, anaongea na wewe na mimi. Praise the name of the Lord. Na ndivyo anasema ya kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza kukushinda, na wewe siku zote za maisha yako atashindana na wewe siku zote za maisha yako. Na mimi nataka kukutabiria mwaka huu hakuna mtu atashindana na wewe. Praise the name of the Lord. Mwaka huu hakuna mtu atafanya nini? Atashindana na wewe. Kwa nini? Anasema ya kwamba kama vile nilivyokuwa na pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe, na sitakuacha wala sitakupungukia. Ni ya kwamba Mungu yeye mwenyewe neno lake ni kweli na amina. Na anasema ya siku ya leo ya kwamba hata kuacha, hata niacha na hata nipungukia, because he is a faithful God. Praise the name of the Lord. Yeye ni Mungu mwaminifu. Kwa hivyo kile kitafanya tukaweze kushinda, sio kwa sababu ya nguvu zetu, sio kwa sababu ya uweza wetu, sio kwa sababu ya kujua kwetu, sio kwa sababu ya kuelewa kwetu, bali kile kitaweza kufanya tukaweze kushinda ni kwa sababu Mungu atakuwa pamoja nasi. Praise the name of the Lord. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Ndugu yangu, dada yangu, amini ya kwamba jambo lolote lile unatamani likaweze kufanyika mwaka huu, hata kana kwamba shetani ataleta vizuizi, hata kana kwamba shetani ataleta vita, ukweli wa mambo ni ya kwamba hautashindwa, maana Mungu ako pamoja na wewe. Amen. Maana neno lake ndio linadhihirisha ya kwamba sitaweza kufanya nini? Kukupungukia. Na mstari wa 6 tuliona anakuwa anamwambia, so akamwambia Joshua, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Maana hali ya kushinda ni lazima uwe strong. Praise the name of the Lord. You must be strong and courageous. Ni lazima uwe mtu ana nguvu. Ni lazima mtu aliye na ushujaa. Praise the name of the Lord. Amen. Maana umuoga hakuna wakati ataweza kushinda. Kigo yake kile kitu kikigia. Mwenye uoga hawezi kupata chochote. Lakini Mungu akamwambia, yes, nitakuwa pamoja na wewe, sitakupungukia. Na kama nilivyokuwa na Musa, basi ujue nitakuwa pamoja na wewe. Lakini uwe hodari. Praise the name of the Lord. Hata mimi siku ya leo nitakwambia ya kwamba be strong. Hello? Be strong. Be courageous. Usiwe mtu wa kuuba atikajapo fulani kakikuja kana kufanya utetemeke, unaanza kuyubayuba. Praise the name of the Lord. Hapana. Kuwa shujaa. Kuwa mtu hodari. Pigana na hizo. Ukiona shetani ameleta jambo fulani akaweza kupigana na wewe, mwambie shetani, hauniwezi, maana ninajua
aliye ndani yangu anayeniongoza ataweza kupigana na wewe, na kwa hivyo nimekuja kinyume na mipango yako in Jesus name. Praise the name of the Lord. Tutaweza kumshinda shetani kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Hallelujah. That is why Joshua anaambiwa kuwa hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu wewe ndiye utakayewaongoza watu hawa kurithi nchi niliyowapia baba zao kuwapa. Na wewe uwe na shujaa. Na juzi nikasema ya kwamba sometimes, na nitarudia hiyo, mwaka huu labda umekusudia kufungua biashara, lakini mawazo yako inakuja inakutia uoga, inakwambia ya kwamba hii pesa yangu nataka kuenda kufungua biashara, labda nitafungua biashara ikachome, ama kibiashara ianguke. That is the fear. Mungu anasema ya kwamba tukaweze kuiondoa ndani yetu, tuondoe uoga. Chukua hatua mwaka huu, enda fungua biashara. Na nikasema ya kwamba ile pesa unaenda kufungua biashara, iombee, uambie Mungu ya kwamba hii pesa yangu ni pesa nimetafuta kwa jasho yangu, na nataka kuona ya kwamba ninafungua biashara sikia ndani ya moyo wangu ninataka kufanya nini? Kuifungua. Kati ya ile pesa yako, toa kiwango ya hiyo pesa, peleka katika nyumba ya Bwana. Mwambie Mungu, nimepeleka hiyo ikaweza kutetea nini? Kazi yangu ninaenda kuanza. Sitasema kama mwingine niliona juzi ameulikiwa kwa mitandao, amesema ya kwamba sasa kama uko na deni, uende ulete, kama deni yako ni ya milioni moja, enda ulete 100,000 kwanza. Umeshindwa na kulipa, ulete hiyo 100,000, na umeshindwa na kulipa nini, sio kukawa. Lakini nataka kukuonyesha ya kwamba ondoa uoga. Mwaka huu ni mwaka wako wa ushindi. Praise the name of the Lord. Kama kuna mahali unataka kuenda kuapply kazi, umeambiwa andika nini? Jambo la kwanza unaishindwa nini? CV. Andika. Na ukiandika ambia Mungu, hii ninaandika, sio mimi ninaandika. Ulisema ya kwamba hautanipungukia. That is why ninaandika hii CV inaitishwa, na ninajua hata kabla ya ifike, wewe Mungu tayari umefika huko. By faith, hii kazi naenda kuuliza, ninaenda kuipata in Jesus name. Praise the name of the Lord. Usiwe muoga. Maana watu wengi wamekosa kuendelea kwa sababu ya kuwa waoga. Lakini huu mwaka ni mwaka wa kushinda, ni mwaka wa ushindi, ni mwaka wa kuona washirika hapa kanisani sio watu wa kuombaomba, ni watu wa kupeana, maana tayari maisha yao yameinuka in Jesus name. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Tutigetikire kutikandwa kuhoya. Wacha uwe ni mwaka wetu wa kupeana, maana tayari tumeondoa uoga wetu, tukachukua nafasi hiyo, tukajitangazia ya kwamba sisi ni washindi. Kwa hivyo nikifungua hii biashara, ninajua hii biashara inaenda kuenea na itakuwa biashara kubwa, itakuwa kazi ya kunisaidia na kuwasaidia watu wengine in Jesus name. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. That is why Joshua anaambiwa sasa, hawa watu unaenda kuwavukisha, kuingiza katika nchi niliyowaahidi, nchi ya Kanaani, ili kukaweze kuwa ni kwao. Lakini kuingia mahali pale haitakuwa rahisi, maana unaenda kufukuza watu wengine wanakaa huko. Kwa hivyo ni vita unaenda kupigana. Praise the name of the Lord. So kuwa hodari. Hello. Kwa hivyo mwaka huu ni mwaka wetu wa kusimama. Ni mwaka wetu, hata kabla ya miezi 3 ile iishe, tutakuwa tunatoa ushuhuda ya kwamba nimeona ushindi wa nani? Wa Bwana. Lakini so akamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa sababu wewe ndiye utakayewaongoza watu hawa kurithi nchi niliyowaapia baba zao kuwapa. Alafu uwe hodari, mstari mwingine wa 7, uwe hodari na ushujaa mwingi. Naona amemrudia.
hodari na ushujaa mwingi. Uwe na bidii kutii sheria zote alizokupa Musa mtumishi wangu. Usiache kwa kugeuka kuelekea kuume au kushoto, ili upate kufanikiwa popote uendapo. Praise the name of the Lord. Akamwambia usiache kuwa hodari na ushujaa mwingi, na uwe na bidii ya kutii sheria zote. Kama Mungu amenena jambo fulani, usiondoke katika lile jambo Mungu amekuambia mwaka huu. Praise the name of the Lord. Kuwa shujaa wa kutimiza vile sheria na neno la Mungu linavyokuambia. Praise the name of the Lord. Kama ni hiyo biashara umeenda umefungua na unaambiwa ya kwamba katika ile biashara mapato ya faida yako utakaopata uitolee fungu la 10, do that. Yatoaje wa biashara umude mwangi. Kama ni biashara umeenda umefungua biashara, ukihesabu biashara yako ni 10,000, 10,000 za kazi ziko wapi? Lakini nimepata faida ya shilingi 500. First of all, it is not yours. Praise the name of the Lord. Amen. Utakuwa mwaminifu. Maana Wakristo ndio tumekosa kuwa waaminifu. Toroiga gayo na tenere katia. Hata Mungu anafanya nini? Anaelewa. Anaelewa nini? Lakini ni kufuja mzee, watu wamefuja sheria ya Mungu. Praise the name of the Lord. Sheria ni neno lake Mwenyezi Mungu. Na liko pale tukaweze. Na unapata watu wengi na biashara za watu wengi kama Wahindi, ukiingia kwa Wahindi unapata biashara zao zinaendelea na kuenea. Lakini hao hata kama wanakona ile Mungu wanaabudu, wanajua siri ya kufanya mambo yao. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kama ni biashara unaenda kufungua na kuweka, kama vile sasa anamwambia ya kwamba uwe na bidii kutii sheria alizokupa Musa mtumishi wangu. Na wewe siku ya leo kuwa bidii mahali unapata mapato. Mwaka uliopita kuna watu hapa kanisani hata hawajawahi kutoa fungu lao la 10. Na unangoja tu Mungu akuje afanye kitu. Na tuliona ya kwamba leteni sadaka zenu na fungu la 10 katika nyumba yangu, sio kwa barabara. Sio kupea wale wamekaa na huko. Kuna mali ya kuleta kanisani na kuna sadaka ya kusaidia watu wengine walio na shida huko nje. Kanisa mwaka huu, wacheni tuwe watu waaminifu. Hii tunataka kushinda na tunataka kuinuliwa kupelekwa kiwango kingine. Kile tunatamani tuwe waaminifu kwa Mungu, naye Mungu awe mwaminifu kwetu. Praise the name of the Lord. Maana Mungu alimwambia Joshua ya kwamba usikuje kurejea, usigeuke au kuelekea kuume au kushoto, ili upate mafanikio popote uendapo. That means ukitimiza neno la Mungu mahali popote utakapoenda, basi utaweza kufanikiwa. Praise the name of the Lord. Lakini mara mingi tunapata ya kwamba hatufanikiwi. Maana tunajua lakini tunajifanya hatujui. Tubadilishe. That is why nimesema mambo ya mwaka uliopita hayo tusahau. Lakini mwaka tumeingia sasa, tujue kuna jinsi ya kuweza kushinda. Maana kwa sababu ni mwaka wetu, Mungu ametupatia wa ushindi hapa kanisani. Make sure umetenda kadri na vile neno la Mungu linavyokuagiza. Hello. Ni juzi tuliongea na kijana mwingine wa ndugu yangu. Tulipokuwa tunaongea akaniambia kuna mambo aliweza kumwambia Mungu na akaona ya kwamba ukiambia Mungu na hautimizi, mambo inayubayuba. By the way, hata hajaokoka. Lakini yeye mwenyewe kuna ile mambo ameahidi Mungu na akaona wakati amekosa kutimiza, mambo inaenda mrama. Lakini akitimiza ile kiapo aliweza kuapa between him and God, mambo inaenda sababa. Praise the name of the Lord.
tukafungua maandiko tukasoma na yeye. I think hata tulikuwa na huko, tuna mahali tulikuwa sherehe tukipanda na yeye, akajia kakwetu tukasoma maandiko. Wakati nilimsomea maandiko akaniambia, na sijawahi kusoma, lakini ndani ya moyo wangu mara mingi nasikiaga ya kwamba nililomwapia Mungu ni vyema kulitimiza. Na je, sisi tunalijua neno na kulielewa, tunahitajika kufanya nini? Tunahitajika kufanya nini? Kuitimiza. Praise the name of the Lord. That is why mwagia meleta ujumbe mwingine wamesoma. Hebu rudi mahali tulikuwa. Hiyo sitaki kuongea mambo ya pesa sana. Rudi mahali tulikuwa. Hiyo nilikuwa tu nataka kuguzia. Mstari wake wa 8 tuliona bado Joshua Mungu anamwambia ya kwamba mstari wa 8, usiache katika hiki kitabu cha Torati usiache kitabu hiki cha Torati kukiondoa kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yote yaliyoandikwa ndani yake. Ndipo utakapofanikisha njia yako na kisha utastawi sana. Akamwambia usikose, maana sometimes tunakosa kutimiza mapenzi ya Mungu, maana kwa sababu hatutaki kulisoma nini? Hatutaki kusoma nini? Neno. Maana mara mingi unauliza mtu anakuambia hapana, hiyo mambo unasema mimi sijawahi kuisikia. Utaisikia wapi bila kulisoma neno la Mungu? Praise the name of the Lord. That is why Joshua anaambiwa usiwahi hata wakati moja usiache kitabu hiki cha Torati kiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Praise the name of the Lord. Wakati tutakubali, wacha mwaka huu uwe ni mwaka wetu wa kulisoma neno. Sio kusoma peke yake, kulitafakari. Praise the name of the Lord. Kutaka kulielewa, ili ukaweze kujua hili neno linaniambia nini, na pamoja na kulitafakari, omba Roho Mtakatifu wa Mungu akakusaidie kuweza kulielewa. Praise the name of the Lord. Because without understanding of the Holy Spirit, you cannot understand the word of God. Bila kuwa na kuelewa kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, hakuna wakati utakuja kulielewa neno. Utalisoma kama kitabu cha kawaida. Na hiyo ndio imefanya mara mingi watu wakosa kutimiza mapenzi ya Mungu. Nazo baraka za Mungu zinakosa kushuka juu yao. Lakini huu mwaka ni mwaka wetu wa kubarikiwa na kuinuliwa. Praise the name of the Lord. Wacha niseme kwangu, huu ni mwaka wangu wa kubarikiwa na kuinuliwa, maana mimi ni mshindi. Na wewe je? Utakuwa mwaminifu. Utakuwa mwaminifu. Unajua hiyo ndio shwari wa kusoma, kulitafakari. Unaona, bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku, ili upate kuwa mwangalifu kufanya kila kitu sawasawa na yale yaliyoandikwa ndani yake. Ukilitafakari neno la Mungu, ukistand the word of God, litaweza kukupatia mwelekeo wa maisha. Kama wewe ni mzee, litakuelekesha katika maisha na mwelekeo wako. Kama wewe ni mama, kama wewe ni kijana, neno la Mungu ndilo tu linaweza kulainisha maisha yako. Na kama unataka maisha ya kesho yawe sawa zaidi ya maisha ya leo, anza kulitafakari neno la Mungu wakati huu. Praise the name of the Lord. Ili likaweze kubali. That is why Joshua naambiwa ya kwamba litafakari. Na mstari hapo chini anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako na kisha usawi sana. Kiingereza hapo chini. If you need to succeed in this life,
Hello? Hebu soma Mwangi, this book. This book of the law. This book of the law. Not depart out of your mouth. But you shall meditate therein day and night. That you may observe to do according to all that is written therein. Kile chochote kimeandikwa hapo ndani, For then you shall make your way prosperous. The way to prosper. Then you shall have good success. And then thou shalt have good success. If you need to prosper, Joseph, you must obey the word of God. Na that word of God isiwahi kutoka nani yako. Mahali unafanya kazi ukienda, wacha hao watu wajue wewe umeokoka na unamjua Mungu na unajua njia za Mungu na unajua kufanya hivi ni sawa na kutokufanya hivi si sawa. Praise the name of the Lord. Maana watu wengi tukiingiana na watu tunachanganyikiwa. Tunafanya kama vile ulimwengu unafanya. Hata ukisimama mahali ati useme wewe ni nani, wakikusikia wanashindwa, huyu anaongea anasema nini? Praise the name of the Lord. Lakini wacha lile neno likaweze kutuongoza, likaweze kuandamana pamoja nasi, na wakati huo njia zetu zitafanikiwa. Praise the name of the Lord. In your life, and thou shall have good success. Ukitaka maisha yako yabadilike na watu waanze kuulizana, aganewe agatiwe netawe wewe gatumura kanyo kamera atelo ndiye. Praise the name of the Lord. Maana wamechanganyikiwa, wanashindwa, huu ni ule Muthoni, huu ni ule Njoroge, huu ni ule fulani. Wakikuangalia wanashindwa ni wewe ama sio wewe. Praise the name of the Lord. Na wewe ukiwatazama unawaambia basi ni mimi yule mlikuwa mnajua pale awali, lakini yale Mungu ametenda siwezi nikaelezea. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni vyema tukaona ya kwamba njia zetu na Mungu tumetembea kadri ya mapenzi yake ili tukaweze kuwa washindi wa mwaka huu. Na mstari wa kenda inasema ya kwamba, je, si mimi niliyekuamuru uwe imara na hodari sana, usiogope, fear not, usiogope wala usivunjike moyo. Hello, neno la Mungu siku ya leo, kama tunataka kushinda mambo yote katika maisha yetu, tuondoe nini? Uoga. That is why Joshua anaambiwa usiogope. Maana Joshua alikuwa anajua ya kwamba vita wamepigana, na sasa mahali wanaenda kuingia ndio vita imechacha. Ndio vita sasa inaenda kuwa kali. That is why Mungu akamwambia, ni mimi niliyekuamuru uwe imara na hodari sana, usiogope wala usivunjike moyo, kwa kuwa Bwana Mungu wako atakuwa pamoja nawe kokote uendako. Praise the name of the Lord. Usiwe na uoga. That is why nimesema jambo lolote unataka kufanya mwaka huu, ukienda kulifanya, either ni biashara, either ni kazi unaenda kuuliza mahali, either na jambo gani unasikia ya kwamba ningetaka kuifanya mwaka huu, fear not. Uoga ufanye nini? Uondoe. Either ni injili unaenda kuhubiri kama vile nilisema hapa usiku wa mkesha, either unasikia ya kwamba ninasikia ndani ya moyo wangu ningetaka kuenda kufanya hii kazi ya Mungu, ninakuja nachukua vyombo ninaenda kuhubiri pa. Usiwe na uoga. Ni nani atakuona? Ni nani atakuzungumza? Haleluya. Enda huko, chukua mic, chukua nini, hata kama hakuna microphone, simama pale, hubiria watu, waambie ya kwamba Yesu anarudi, wapatie neno la Mungu. Usiogope kuwaambia, tell them
the truth of the gospel. Hello, tuambie ukweli wa neno la Mungu. Waambie wakikataa Mungu watachomeka, maana siku zinahesabika mwana wa Mungu akaweze kurudi. Akisharudi watu waende wakahukumiwe. Mwambie ya kwamba waachane na dhambi, usiwapembeleze. Praise the name of the Lord. Fear not, usiogope wala usivunjike moyo. Waokoke wasiokoke, usivunjike moyo. Hata kesho mzee, turudi wapi? Hata kesho kutwa turudi wapi? Hapo. Tuendelee na kuwaambia, maana hawatakosa kuokoka na wafunge masikio yao. Neno watalisikia, neno litawafuata, neno litawaokoa, neno litawahukumu. Kazi yako ni kuachilia bila kuogopa na bila kuvunjika moyo. Praise the name of the Lord. Mara mingi unapata watu wanavunjika moyo. Mtu anavunjika moyo na pia anasema ya kwamba niko na uoga kuenda kwa hao watu, nitaenda kuambia namna gani? Sio wewe utaongea, maana sio maneno yako unapeleka mahali pale. Praise the name of the Lord. Ili kanisa likaweza kuinuka, ili na wewe Mungu akaweza kukuinua, ili ushindi ukaweza kupatikana, una bahati yako ya kufanya kazi. Hello? Una nafasi yako ya kufanya nini? Ya kufanya kazi. Ama unataka Mungu akuje afanye? Kuna kazi ile wewe na mimi tunahitaji kuifanya, na kuna kazi ile Mungu anafanya nini? Anaifanya. Maana sisi ndio tumetumwa. Biblia inasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanya watu wote kuwa wafuasi wangu. Praise the name of the Lord. Nani waliambiwa mzee Nuhu? Ni sisi. Sio Mungu anakuja kwenda kuwafanya. Sisi hapa, sisi wote, sio wachungaji, sio nani, sisi wote tumeambiwa enendeni ulimwenguni kote mkawafanya watu wote kuwa wafuasi wa Kristo Yesu. Kama mwaka uliopita hakuna mtu ulihubiria, kama mwaka uliopita hakuna mtu umeleta kanisani, tuseme huu ni mwaka wangu wa ushindi, na ushindi wangu ule nataka uonekane ni kuleta mtu mmoja, wawili, watatu ndani wa wokovu. Praise the name of the Lord. Ama uwe ni mwaka wangu, uwe ni mwaka wako. Vijana walete vijana wenzao, wamama wahubirie wamama wenzao walete. Wazee tukose kuwa wazee wanahesabika 3 4. Tulete wazee mwaka huu. Mzee Domo niangalie. Tuende tulete wazee tuwahubirie. Inaonekana sisi tumelala class. Kuna mahali tumefanya nini? Tumelala. Kuna mahali wamama wamelala. Vijana naona sasa wameanza kuamuka, hata wametupita. Praise the name of the Lord. Wacha uwe ni mwaka wetu wa kushindana na shetani. Tuone ya kwamba tumedefeat shetani na tumeinua, na tumeona ya kwamba wamama wameokoka na wamama wanafanya kazi na wamama wameongezeka katika hili kanisa, in the name of Jesus. Na usigoje Mungu aende awalete. Mzee, tusigoje Mungu ndiye ataleta wazee. Hakuna. Sisi wenyewe ndio tunaenda tunapata wale wazee. Shetani amegandamisha na huko. Shetani anataka kumaliza. Vijana hoi. Vijana hoi. Nyinyi ndio mnaenda kuleta hao vijana wanakunywa pombe huko. Ni pombe ama ni mihadarati? Hao wanatumia mihadarati. Hao mnaona wako karibu kupotea na wajapotea. Muwalete kwanza kabla wafanye nini? Na wale wamepotea, wacha muwe mfano kwa wao. Waleteni ili mkaweze kuona ya kwamba naye Mungu ataweza kuingilia kazi zenu. Naye Mungu ataweza kutembea pamoja na nyinyi. Na ushindi ukipatikana, utukufu wa Mungu ukionekana, baraka zake Mwenyezi Mungu zitaweza kuandamana pamoja nasi. Praise the name of the Lord. Amen. Watu wamelala. Mwaka uliopita tumelala. Tuseme ya kwamba kila mtu aseme fulani nilienda pilika nikaleta hao kanisani. Nikawaambia utamu wa neno la Mungu, utamu wa kanisa la Mungu. Unaweza kuonyeshana? Tugere nguvu, tuambie leo. Praise the name of the Lord. Unaweza. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni vyema kujua ya kwamba bado tuko katika safari. Kisoma in the book of
Matthew 28:19 nasema, kwa sababu hii enendeni ulimwenguni mkawafanya mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Halafu kutoka hapo ama imeisha? Hakuna mahali inasema nanyi muwafundishe kuyashika. Tukiweza kuwaleta from there, tuwafundishe kuyashika mambo yote niliyowaamuru nyinyi. Hakika mimi niko pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa nyakati. Praise the name of the Lord. Yesu ndiye alisema twende na tuweza kuwaleta, tuweze kuwafundisha according to the word of God. How can I fear the Lord? Vile wanaweza kumuogopa na kumcha Mungu. Vile wanaweza kutembea katika njia zake Mwenyezi Mungu. Praise the name of the Lord. So, nilisema hivi, God promised Joshua victory for Israel. Na ndio hiyo tumeona mstari wa 5. Mungu aliweza kumwambia, Mungu aliweza kuzungumza, kwa hiyo aliweza kumwambia Joshua na akamwambia hali ya ushindi. Hakuna mtu yeyote atakayeweza kushindana na wewe siku zote za maisha yako. Kwa hivyo Mungu akiahidi anafanya nini? Anatimiza. Na nikasema if God has said, nobody can change. Mungu alimwambia Joshua na akamwambia utaweza kuingia na nitaweza kuwa pamoja na wewe na utapigana na adui zote na mtaweza kukonka na kuingia katika nchi ya ahadi na utaweza kuwagawia hao wana wa Israeli na wapate vipande vyao vya mashamba yao kama nilivyowaahidi. Na Mungu aliweza kutimiza hali ya kwamba aliweza kupigana na maadui. Praise the name of the Lord. Walikuwa wameinuka kinyume na Joshua na wana wa Israeli. So if God has said, nobody can change. Na hivyo ndivyo nataka kukuambia hata wewe siku ya leo. Mwaka huu ukizingatia na ukitembea kadiri ya mapenzi ya Mungu, ni ya kwamba vile Mungu amesema hakuna mtu ataweza kubadilisha. Ushindi wako utapatikana. Praise the name of the Lord. Jambo lingine nikasema, the hand of God fighting for his people. Mkono wa Mungu hupigana kwa sababu ya watu wake. Kwa hivyo ukitembea katika njia zake Mungu, hata vita viinuke kinyume na maisha yako, hata wa maadui wainuke wapigane na wewe, mkono wa Mungu utakuwa juu yako na utapigana kwa ajili yako mwaka huu. In Jesus name. Hello. Guoko kwa Ngai ndipo gukuru wa bara yako. Mkono wa Mungu ndio utapigana vita vyako. Maana kupigana kwetu si kwa mwili na damu, bali ni kupigana na kila nguvu na kila utawala. The book of Ephesians chapter 10. Waefeso 6 mstari wa 10. 6 verse 6. Hebu weka tuone kidogo. Najua sometimes watu wanasema Wakenya nimeenda kupigana na shaitani. You cannot. Ndio utakorwa na ngoma. Kazi yako ni kupiga nini? Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Faeni silaha zote za Mungu ili kwamba muweze kupinga hila za Shetani. Mwaka huu tufae silaha zote za Mwenyezi Mungu ili kama tunahitaji kushinda. Praise the name of the Lord. Kama unahitaji kushinda vita yako mwaka huu, ndugu yangu na dada yangu, ni lazima ujifunge silaha zote za Mungu. Halo. Ili ukaweze kumpinga. Amesema kupigana ama kupinga? Mstari wa 2. Vaeni silaha zote za Mungu ili kwamba muweze kuzipinga hila za Shetani. Sio kupigana zenu. Maana vita kati yako na Shetani hauiwezi. Vita kati yangu na Shetani
siwezi. Lakini ni yakipanga, kazi yangu ni kupinga mishale yake through the word of God. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Praise the name of the Lord. Vita vyetu ni vya kupigana na, kwa maana kushindana kwetu ni juu ya, sio juu ya damu na nyama, bali ni dhidi ya falme. Kwi mothamaki mathamakaga thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho. Hiyo ufalme unatawala katika ulimwengu wa kiroho. Unatawala ukijaribu kupingana na maisha yako, ukijaribu kupigana na maombi yako. Na kwa mfano tuliona mtu alikuwa anaitwa Danieli. Danieli aliweza kumuomba Mungu, na Biblia inasema ya kwamba wakati Danieli aliomba, on the spot Mungu akaweza kusikia maombi ya Danieli na akaweza kufanya nini? Akingwina mawa ya maana Danieli na agekatia na akajibu. Praise the name of the Lord. Lakini katika hali ya kujibu maombi ya Danieli katika ulimwengu wa kiroho, maombi yake ikazuiliwa. Praise the name of the Lord. Danieli akaendelea na kuomba siku 21, lakini Mungu akamwambia ya kwamba maombi yako wakati niliomba niliweza kuisikia na nikaweza kuijibu, lakini katika ulimwengu wa giza kukawa na maroho yaliweza kufunga majibu ya Danieli isirudi. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tusione ya kwamba kuna mambo tumeomba, kuna maombi umeomba mwaka uliopita, mwaka mwingine uliokuwa hapo mbele, lakini Mungu akaisikia, lakini ikakosa kufika kwa sababu kuna nguvu katika ulimwengu wa kiroho, kuna maufalme katika ulimwengu wa kiroho yalipingana naye. Praise the name of the Lord. Lakini that is why Biblia inatuambia ya kwamba tukaweze kuchukua silaha zote za kupiga. Danieli alijua ya kwamba nitaendelea na maombi, akaendelea mpaka akaendelea kwa siku 21, maana alikuwa anajua ya kwamba silaha yake katika maisha yake kufaulu ni kuwa mtu muombaji. Akaomba mpaka sasa Mungu akatuma malaika akapigana na kila maroho yalikuwa yamefunga. Praise the name of the Lord. Majibu ya maombi yake, mpaka majibu yake ikaweza kurudishwa mahali pale. Tusiwe watu wa kuchoka kwa hali ya maombi. Hello? Maana watu wengi ni maombi tu ile pete, hakuna mahali inaenda. Ni ile tu ya kukutana siku ya Jumapili tunaomba. Kanisa liko wazi. Kama kwako kwa nyumba hauna nafasi, kuna makelele nini, kanisa liko wazi. Kuje uombe na muongee na Mungu wako. Praise the name of the Lord. Hapa kwa huu mlima mimi naweza kushuhudia ushindi wa Mungu juu ya maisha yangu. Praise the name of the Lord. Niliona hapa Friday na siku ya kesha, kiongozi anasema ombeni, ambieni Mungu, mwambie kile unataka akufanyie, ni nini hauna. Naona mtu ameangalia tu, hana jambo la kumwambia Mungu. Na wengine wetu sasa ndio hiyo mapambano ya kurudisha watoto shuleni. Praise the name of the Lord. Ya kurudisha watoto shuleni. Niseme nisiseme? Sitasema, wacha nikae na hiyo, wacha iwe ni yangu. Halo? Lakini hapa kuna Mungu. Na ukimuita genuinely, ukiwa umemaanisha na unajua ya kwamba atafanya. Praise the name of the Lord. Halo kanisa? Hello. Mungu anafanya nini? Anafanya. Mungu anafanya nini? Anafanya. Anangoja umwambie bila kukoma. Praise the name of the Lord. That is why Paulo akaandikia kanisa la leo, kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme na mamlaka na dhidi ya wakuu wa giza
na jeshi la pepo baya katika ulimwengu wa roho. Kwa jeshi kwa hapo kule aliye na ni jeshi baya, haitaki kuona ukifaulu. Na ni vibaya sana wakati tutatoka hapa duniani, tukifika mbele zake Mwenyezi Mungu, anakuambia unaona ile mali ya dhahabu iko pale, ilikuwa yako. Ile gari unaona pale ilikuwa yako. Ile bomba unaona pale ilikuwa yako. Lakini ukashindwa na kufanya nini? Na kuitisha, na kuinyakua, na kuiteka. Maana wakati ilikuwa ikuje, sasa mapepo, jeshi la mapepo mabaya katika ulimwengu wa kiroho wanazuilia, lakini wewe unashindwa na kufanya nini? Na kufuja nguvu zake na utawala wake, ili ukaweze kupenya mpaka wingu la tatu. Praise the name of the Lord. Hello. Tutigotora mwako wetu tutigotora twegombo cia maundu. Hatutakuwa watumwa wa mambo, hatutakuwa watumwa wa watu wengine. Huu ni mwaka wetu wa kishindo na kupokea. Huu ni mwaka wetu, praise the name of the Lord. Huu ni mwaka wetu wa ushindi. Kwa hivyo tutaweza kushinda shetani na tuweze kupokea kilicho chetu, na hata watu wengine watukaribie, watake watutamani, kwa sababu wataona ushindi tumeushinda. Hello. Kanisa mwana ni mosho. Haleluya kanisa. Amen. Hello. Huu mwaka. Hello. Hebu senda hapo mbele mwangi kidogo. Na kama tunamalizia hapo. Kwa hiyo vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu utakapokuja. Nanyi mkisha kufanya yote, simameni imara. Tufae silaha zote za Mungu ili muweze kushinda siku ya waovu itakapokuja. Kwa hivyo ni lazima tufae nini? Silaha. Sasa askari akienda kiganjo, mzee ndo anaenda kufanya nini? Kufundishwa nini? Kiganjo, watu wanaenda kufanya nini kiganjo jameni? Kufundishwa vita. Kufundishwa vita kwa kufanya nini? Yes, hiyo ndio answer. Ni ya kwamba ukisikia kijana amepelekwa kiganjo, ameenda kufundishwa vita na kutumia silaha. Kwa sababu nini? Silaha za kufanya nini, Mama Gatumbe? Alafu kutumia silaha yake hata ya kufanya nini? Na nani? Na adui. Anaenda kufundishwa kupigana vita na anaonyeshwa kutumia zile silaha atapatiwa. Anaambiwa sasa, ukiona mtu amekaa namna hii, unaweza kugonga risasi ya mguu. Hata juzi tulisemekana tupigwe ya mguu. Haya, ukiona huyo mtu ana ukali anataka kukumaliza, ujue huyo mtu ni adui yako. Ikiwezekana gonga yeye wapi? Kichwa ama kifua. Piga yeye risasi, aanguka, ujiokoe kimaisha yako. Ukiona wengine jeshi ikienda wanaambiwa ya kwamba ukitumia risasi uone haifanyi kazi, lipua na nini? Na gruneti. Mkienda mahali muone gruneti sasa haifanyi kazi, utatumia mishale. Hiyo ndio vita. Na hafundishwi kwa sababu ya kitu kingine. Anafundishwa vita ili aweze kupigana na adui. Praise the name of the Lord. Naye neno la Mungu linatuambia, na sisi we as a Christian, sisi kama Wakristo ni lazima tujifunze kuvaa silaha zote za Mungu ili tuweze kushinda siku ya uovu itakapokuja. Maana shetani, Biblia inasema ya kwamba shetani husurura kama simba akitafuta atakacho kilalua. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni lazima tujifunge
silaha za vita. Halafu silaha za vita. Kwa hiyo simameni imara mkiwa mmejifunga kweli kiunoni na kuvaa diri ya haki kifuani, nayo vaeni chepeo ya wokovu, na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Mchukue, vaeni chepeo ya wokovu na mchukue upanga wa Roho ambao ni neno. Hiyo ni silaha. Neno la Mungu ni silaha. Maana tuliona ya kwamba wakati shetani anakurushia magonjwa, unaweza kumwambia, kumuita Bwana namna gani? Yeye kupitia kwa mijeredu Yesu uliocharazwa, moja ilikuwa ya uponyaji. Kwa hivyo uponyaji ni wa nani? Ama unaita Jehova nani? Jehova Rafa. Na tukasoma hapa kwa vile ni hamzedu. Jehova Rafa means the Lord our healer. Maana kama haujui, kama hauna silaha ya hiyo, sasa wewe ni kunungunika tu. Mungu na ninaendaka kanisa, na magonjwa inanifanya. Gayeta kile nanda zosi ya tuta isio. Anahitaji kumwambia ya kwamba wewe ninajua ya kwamba wewe ni mponyaji. Na kwa hivyo magonjwa shetani ananitupia haina nafasi tu ya maisha yangu ndani ya mwili wangu. Na kwa hivyo shetani ninakuamulisha kupitia kwa damu ya Kristo Yesu na mijeledi aliyopigwa, uponyaji ni wangu. Praise the name of the Lord. Hiyo ni silaha. Lakini kulalamika kwako hakuna mahali kutapeleka Mungu. Lakini ukiwa na silaha ya neno la Mungu, basi ile silaha inafanya kazi. Halafu inafanya kazi. Zaidi ya hao yote, twaeni ngao ya imani. Pamoja na hilo neno sasa, ndani ya hilo neno uwe na imani. Ninajua ya kwamba ewe ni Jehova Rafa. Wewe ni mponyaji wangu. Na kwa hiyo mimi ninaamini ya kwamba uponyaji wangu nimepokea. Praise the name of the Lord. Munasikia? Unasema uponyaji wangu nimepokea kwa njia ya kuamini. Praise the name of the Lord. Ukiamini linatendeka. Ambalo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu Shetani. Tukitaka kumzima Shetani, tukitaka kupata ushindi wa mwaka huu, ni lazima kwanza tukaweze kujifunga silaha zote za vita. Praise the name of the Lord. Na hapo tu ndio tutakuja kusucceed. Maana shetani atainukia hiyo biashara unaenda kufungua mwaka huu. Maana naona watu wakienda kufungua biashara, shetani ataanza kujaribu kuinukia biashara yako. Lakini akikuja kuinuka, anapata kuna silaha ya neno ya kwamba kile Mungu amebariki, hakuna mtu anaweza kulaani. Kazi ya mikono yangu tayari Mungu amefanya nini? Ameibariki. Lakini ukiweka biashara yako kiholela, uregeragia gwetha kilioreka ukaga. Ni kazi ya bure tu. Unafanya. Maana umeiweka tu kiholela kama watu wa kawaida. Maana hata watu wa kawaida wanafanya nini? Nao watu wa kawaida ndio watakuja kuisunguka usiku. Lakini wewe una silaha ya neno la Mungu na unaamini na unasema ya kwamba hapa nimeweka biashara yangu, hata wakuja wasunguke, unainenea damu ya Yesu. Praise the name of the Lord. Damu ya Yesu mahali pale, hata wakitaka kuibomoa hawataweza. Praise the name of the Lord. That is why tukaona nikasema ya kwamba mkono wa Mungu unapigana juu ya watu wake. And see, this is the year of victory to those are ready to believe. Wale wako tayari kuamini, waamini hivyo. Wewe hauko tayari kuamini, wewe endelea na mambo yako. Lakini wengine
watakuja kushuhudia yale Mungu amefanya nini. Na tukaona in the book of Corinthians chapter 15:57, but thanks be to the Lord, he gives us the victory through our Jesus Christ. Na tumshukuru Mungu yule anatupatia ushindi kupitia kwa Kristo Yesu. That is the book of 1 Corinthians. But thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo hatuwezi sisi, lakini Mungu kupitia kwa Kristo Yesu anatupatia ushindi. Halo, kupitia kwa Yesu ndio tunapata. Why? Maana yeye alishinda kifo na mauti. Kwa hivyo kama yeye alishinda, hata sisi kupitia kwake ni washindi. Praise the name of the Lord. That is why hatuwezi, usifuate kitu, usifuate mtu na ujui historia yake. Tunafuata Yesu kwa sababu tuko na historia yake. Aliweza kushinda, kwa hivyo tukimfuata na sisi tutakuwa washindi. Praise the name of the Lord. Tukaona in the Philippians chapter 4:13, Philippians 4:13, and I can do all things through Christ who strengthens me. Lakini I can do all things through Christ which strengthens me. Naweza kufanya mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Bila kuhusisha Yesu ndani ya mambo yako hawezi kufaulu. Hawezi kufanya nini? Kufaulu as a Christian. Lakini tunaona ya kwamba tukimhusisha kila kitu tunaweza kukifanya kwa sababu ya yeye atutiaye nguvu. 1 John 5:4, for whoever is born of God overcome the world. Kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na yule amezaliwa na Mungu anashinda ulimwengu. If you are born again, wewe Kristo ameingia ndani ya maisha yako, ulimwengu utaweza kuushinda. Maana Kristo aliushinda ulimwengu, na hata mimi na wewe tutaweza kufanya nini? Kuushinda. Tukaona huko ndiko kushindako ulimwengu. Yaani hiyo imani yetu. Na hatutashinda kwa sababu ya mambo yale sisi tunajua, bali tunashinda kwa sababu imani yetu inaamini hivyo ya kwamba Kristo alishinda, na sisi tunaamini ya kwamba ni zaidi ya we are more than conquerors. Usidinishe. Ndukehudhie. Ndugekuweta mundu tari kundu athiaga. Najua sometimes mtu anajidunisha, unajiangalia, unasema mimi ni kama teri gethegethe. Ni ujui wewe ni mtu wa maana, ndugu yangu, dada yangu. Na unayemfuata is the King of Kings. Yeye ni mfalme wa falme. Na ule umefuata ndiye mwenye vyote vilivyomo na watu wa dunia na wale wanaomwamini Mungu. Na anaweza kuinyang'anya watu wa dunia ailete kwako kwa sababu ya uaminifu wako. Praise the name of the Lord. Tumeachilia watu wa ulimwengu wabebe baraka zetu. Hello? So, na tunaona ya kwamba and this world is and this is the world that this is the victory that has overcome the world, our faith. Imani yetu ndio itafanya tuweze kushinda ulimwengu. Praise the name of the Lord. Na tunamalizia na Psalms 20:7. Psalms 20:7. Inasema hivi, first, some trust in chariot and some in horses, but we trust in the name of our Lord our God. Some trust in chariot
and some in horses, but we will remember the same of the Lord our God. Wengine wanatumainia magari ya vita na wengine farasi, bali sisi tutalitamania jina la Bwana Mungu wetu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mwaka huu, ndugu yangu na dada yangu, wacheni tusiweke nguvu zetu, ushindi wetu, tusitrust kwa zile mali tuko nazo, kwa mambo yetu, bali tuweke tumaini letu kwake Mwenyezi Mungu, maana yeye ndiye peke yake anaweza kutusaidia na anaweza kutupigania. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu atubariki, Mungu awe pamoja nasi, na kutoka siku ya leo enda ukisema wewe ni zaidi ya washindi. Praise the name of the Lord. You are more than conqueror. Maana huu ni mwaka wako wa kushinda. Kwa hivyo hata kama maadui watapanga namna gani, hawataweza kukushinda, maana wewe ni zaidi ya mshindi. Na yule amekusunguka ana nguvu na ana uwezo, na aliushinda ulimwengu, akashinda kifo na mauti, na siku ya leo amekaa katika mkono wa kulia wake Mungu Baba, akiwa mtetezi wetu. Praise the name of the Lord. Mungu abariki, Mungu atendee mema, nimpatie awao nafasi hiyo akaweze kutufungia kwa maombi. Najua ya kwamba Mungu ataweza kutubariki. Karibu sana baba yetu.